Sifa na utukufu kwa Utatu Mtakatifu. Ndugu wa Tanzania, kwanza nipende kuwashukuru sana kwa jinsi ambavyo mmeendelea kukiunga mkono chama chenu na chetu kwa hali na mali. Mazingira tunayopitia ni magumu, lakini tuna ujasiri wa kuyavuka kwa sababu ninyi wa Tanzania mnatuunga mkono. Asanteni sana kwa kutuchangia fedha kwa ajili ya kufanikisha baraza kuu la chama. Hadi sasa tuna jumla ya shilingi milioni 266 zilizochangwa. Katika hili sisi tunaona zaidi ya fedha. Tunaona mioyo yenye imani, matumaini, mapendo, utayari na ujasiri wa Watanzania kutaka mabadiliko ya haki na kutaka katiba mpya na kuchoshwa na utawala wenye dhuluma ambao hauna baraka za Mwenyezi Mungu wala ridhaa ya Watanzania. Asanteni sana. Tunawaomba endeleeni kutuchangia ili tukamilishe kiasi kilichobaki cha milioni 68 ili baraza kuu la kihistoria la chama chenu liweze kuketi. Mahitaji ni mengi ikiwemo gharama za uendeshaji wa shughuli za chama, hivyo tunaomba muendelee kuchangia chama chenu na chetu bila kuchoka ili kazi hii tuifikie kesho mwisho. Na jinsi ya kuchangia ni namba ya M-Pesa 0744446969, jina Chadema HQ, na kwa upande wa benki ya NMB account namba 226060000140, jina Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Pili, wiki iliyopita Mahakama ya Rufaa imetoa uamuzi juu ya shauri la mwenyekiti wetu mpambanaji Tundu Lissu. Katika uamuzi huo ambao watu wengi wameuona kuwa ni wa haki, tunawashukuru majaji wa Mahakama ya Rufaa waliohusika na kesi hiyo, waliomtendea haki mwenyekiti wetu. Bado tunasisitiza Mheshimiwa Lissu hana hatia na sio mhaini. Lissu anastahili kuwa nje na sio gerezani. Hivyo tunasisitiza aachiliwe huru mara moja bila masharti yoyote. Kwa upande mwingine, tarehe 10 Agosti 2026 saa 3 asubuhi kesi ya mwenyekiti wetu itaitwa Mahakama Kuu hapa Dar es Salaam. Tunawaalika wanachama na Watanzania muweze kujitokeza kwa wingi kusikiliza kesi ya mwenyekiti wetu. 3, siku ya tarehe 30 mwezi Julai mwaka 2026, sote tumemsikia Samia Suluhu Hassan, mwenyekiti wa CCM, katika hotuba yake aliyotoa alipokuwa akizungumza na viongozi wa vyama vya siasa Ikulu jijini Dar es Salaam. Alisema kwamba kuna mwenzetu anaendelea kutafakari, naye anaendelea kupokea msukumo, condition na matakwa yake. Ni dhahiri kwa kuwa maneno haya yalitolewa kukiwa na vyama 18, chama kimoja tu Chadema kikiwa hakipo. Tunaamini maneno haya yanamaanisha moja kwa moja kuwa aliyeitwa mwenzetu ni Chadema na mwenyekiti wake Tundu Lissu, kwa sababu vyama vya siasa vilivyohudhuria vingine vyote vilikuwepo na viongozi wake walikuwepo. Tungependa kusisitiza kwa umma wa Tanzania, msimamo wa chama unabaki kuwa wazi. Tunataka mwenyekiti wetu aachiliwe huru. Tunataka ukweli, haki na uwajibikaji katika matukio yaliyotokea tarehe 29 Oktoba 2025 na siku zilizofuatia, na tunataka na Watanzania wanataka uchunguzi huru na unaoaminika kuhusu matukio hayo. Pia ni ukweli usiopingika kwamba Watanzania hivi sasa, ikiwemo wanachadema, tunataka katiba mpya ambayo itatoa fursa ya kuwa na vyombo vya haki, fursa ya kuwa na uhuru wa mihimili, fursa ya kuwa na uchaguzi huru na haki, na fursa nyingine nyingi za kidemokrasia. Hayo
ni mambo ambayo sisi tunayasimamia na mengine ambayo tumeyatamka kwa nyakati mbalimbali kupitia maazimio ya kamati kuu ya chama mwezi Disemba 2025, mwezi Aprili na Mei 2026, mwezi Julai 2026. Kuhusu kauli ya Samia Suluhu Hassan, mwenyekiti wa CCM, juu ya kuunda tume ya maridhiano kuanza kazi ya kushughulikia masuala ya katiba. Tunaiona kauli hii akiwa anaitoa huku chama kikuu cha siasa kikiwa hakipo. Anaitoa huku mwenyekiti wa chama kikuu cha siasa akiwa gerezani. Tunaiona kauli hii ina lengo tu la kutengeneza taswira isiyokuwa ya kweli kwamba mazungumzo yameanza katika taifa letu. Hivyo sisi kama chama tunasisitiza kwamba mwenyekiti Lissu wala chama hatujawahi kuwa na makubaliano yoyote ya siri wala ya kificho. Misimamo yetu imekuwa hadharani muda wote, na misimamo hiyo imekuwa ikitolewa na vikao vya kamati kuu na maazimio yamekuwa yakitangazwa hadharani. Mwisho, Chadema tunaendelea kusisitiza msimamo wetu wa kutoa mwito kwa jumuiya za kimataifa, hususan Jumuiya ya Madola, Bunge la Congress la Marekani na vyombo vingine, Jumuiya ya Nchi za Ulaya, Umoja wa Kusini mwa Afrika SADC, Umoja wa Afrika AU na Umoja wa Mataifa UN, pamoja na taasisi zingine za kitaifa, kikanda na kimataifa, kuendelea na hatua mbalimbali zilizokusudiwa kuhakikisha Tanzania inazingatia utawala wa kidemokrasia sanjari na hitaji la kupata katiba mpya na uchunguzi huru na uwajibikaji na haki juu ya matukio ya tarehe 29 Oktoba na siku zilizofuatia. Aidha, Chadema kwa niaba ya Watanzania tunalaani na kukemea hotuba ambazo zinaonyesha kuremba hali ya kisiasa nchini kuwa ni nzuri, wakati hadi hivi sasa wanachama na viongozi wa Chadema wamekamatwa na wako magerezani kwa kusingiziwa kesi mbaya za ugaidi na tuhuma nyingine zisizokuwa na dhamana. Huu ni udhalimu na ukatili katika nchi. Tunataka wanachama na viongozi wetu waliokamatwa na kuambikiziwa kesi za uongo waachiliwe haraka, kwa sababu uonevu huu unaendelea kupanda uchungu kwa Watanzania, chuki na visasi, hali ambayo ni hatari kwa mustakabali wa mbele na mbali wa nchi yetu. Tunaamini kesi hizi zinastahili kufutwa kwa sababu ni kesi za uonevu. Tunarejea tena kutahadharisha kwamba na kusisitiza msimamo wetu kwamba mashambulizi yanayoendelea kutoka kwa watawala haramu na batili na vyombo vyao na mamluki wao dhidi ya Chadema na viongozi wake hayataturudisha nyuma katika safari ya kutafuta haki kwa ujasiri na umoja, kwa nguvu ya umma na nguvu ya Mungu mpaka ushindi upatikane. Wanahabari, karibuni. Baada ya utangulizi huo na tamko hilo la awali na hotuba hiyo ya awali, sasa nimkaribishe mkurugenzi wa mawasiliano kupokea maswali ambayo tutayajibu yote kwa pamoja. Asante, nitapokea maswali kwa niaba ya Katibu Mkuu, na naomba uulize swali na ujitambulishe, unatokea chombo gani na wewe jina lako unaitwa nani. Karibu.
Asante Fadhili. Swali lingine? Karibu. Niliona kuanzia tarehe 4 ya mwezi uliopita wanachama wenu walikuwa wamekamatwa na baadaye jeshi la polisi lilitoa taarifa kwamba karibia watu 130 walikuwa wamekamatwa. Baadhi wanapata kwamba wanashiriki maandamano. Nataka kufahamu kwanza wanachama wenu ni wangapi ambao wameshafikishwa labda mahakamani, na ni wangapi ambao bado wapo kwenye vituo vya polisi, na ni wangapi hawajulikani waliko? Swali langu ni hilo. Ni washukuru wana habari kwa maswali hayo. Mtakumbuka tarehe 10 mwezi Julai nilipozungumza na nyinyi hapa juu ya maazimio ya kamati kuu iliyokaa tarehe 30 mwezi Juni mwaka huu 2026 Kigoma. Wakati huo kukiwa na zuio, niliwaeleza kwamba sisi tutaendelea na mikutano. Tutaendelea na mikutano ya hadhara, tutaendelea na makongamano, tutaendelea na vikao vya ndani, na tukatangaza vile kuhusu mkutano wa baraza kuu. Kwa hiyo tutaendelea na operation, tutaendelea na mikutano. Sasa mfahamu kwamba Chadema kina ngazi mbalimbali za kichama. Kuna ngazi ya taifa. Operation ya kitaifa tutaitangaza tutakapokuwa tayari, tutaendelea na maandalizi. Bado tulikuwa na viporo vya kumalizia kanda za Pemba, Unguja na Pwani, na lakini vile vile tuitangaza kwamba tutarudi tena kwenye kanda zingine tukienda kwenye ngazi za mikoa na kuendelea. Kwa huo mpango utatangazwa katika wakati mwafaka. Kwa sasa ngazi ya taifa imeweka kipaumbele kwenye matukio mawili ambayo yako karibuni. Moja, tarehe 12 mwezi August, vijana wanaadhimisha siku ya vijana, kwa umuhimu wa baraza la vijana katika chama chetu. Hilo ni tukio kubwa ambalo viongozi wa chama kwa nafasi mbalimbali watashiriki. Pili, tuna kazi tunaendelea nayo ya maandalizi ya baraza kuu la chama, na tunachangisha bado pesa kwa baraza kuu la chama. Wakati huo tuna mahitaji ya pesa za operation. Kwa ni vyema tukamaliza kwanza, na ndio maana tunasisitiza Watanzania kumaliza kaungwe kadogo kalikobaki ka milioni 68, ili sasa tuanze kukusanya pesa kwa ajili ya operation na shughuli nyingine, na tutawatangazia. Lakini ukiondoa operation za kitaifa au ziara za kitaifa, chama ngazi zingine kinaweza kabisa kuanzia kanda, mikoa, wilaya, majimbo, wako huru kuko kufanya mikutano, kwa sababu mwongozo wa kitaifa juu ya operation katiba mpya Free Tundu Lissu ulikusha tolewa tulipozindua mikutano na operation hii kule kanda ya Victoria Katoro, na mwongozo huo umeendelea kutolewa katika kanda ambazo tumefanya mikutano mpaka sasa. Kwa wako huru kuendelea na mikutano. Kwa mtaendelea kuona mikutano ikiendelea katika maeneo mbalimbali ya nchi, lakini ratiba ya kitaifa itakapokuwa tayari tutawaita na tutawatangazia. Muuliza juu ya vijana na mikuchango ambayo vijana wanaitisha kwa umma kuwachangia. Chama hiki ni taasisi kubwa. Ni taasisi ambayo ndani ya Chadema yenyewe ina vyombo ambavyo vimepewa semi autonomy, nusu mamlaka kwenye mambo yao. Kati ya vyombo hivyo ni mabaraza ya chama: Bavicha, Bawacha, Bazecha, baraza la vijana, baraza la wanawake na baraza la wazee. Na kuna mamlaka vile vile yametolewa kwa kanda kwa mfumo wa ugatuaji, decentralization, kwa sera yetu sisi ya kupeleka madaraka na mamlaka kwa wananchi, na tunaianza kwa ndani ya chama kupeleka kwa wanachama. Kwa hiyo hatujazuia sisi kama taifa initiatives au jitihada za mabaraza ya chama kutafuta rasilimali. Hatujazuia jitihada za kanda kutafuta rasilimali. Mchango wa kitaifa tumeutangaza moja kwa moja, na naamini hakutakuwa na confusion, kwa sababu fedha zote tunaagiza
zipite katika akaunti rasmi za chama ili kuwe na uwajibikaji. Mabaraza nayo yana akaunti zao, kanda wana akaunti zao na mifumo rasmi ya kukusanya fedha. Juu ya wanachama waliokamatwa kuanzia tarehe 4 mwezi Julai na kwamba polisi walitoa taarifa watu 130, swali lako ni kwamba kwa sasa kuna wanachama wangapi? Kwa takwimu nilizopewa mpaka jana ni kwamba kuna jumla ya wanachama na viongozi wa Chadema 63 waliokamatwa na kubambikiziwa kesi, na tunasisitiza kutaka DPP, mkurugenzi wa mashtaka, apeleke nolle prosequi, hati ya kutokuendelea na hizo kesi, sababu ni kesi zenye nia mbaya, ni kesi za kubambikiza, ni kesi ambazo zina madhara sio tu kwa walioko ndani gerezani, ina madhara kwa ujumla hata katika masuala ya haki na mwelekeo katika nchi yetu. Na tunasema zifutwe, na kwa sababu kabla ya hizo kesi kufunguliwa tarehe 9 mwezi Julai, Samia Suluhu Hassan alitoa kauli akiwa Ikulu Zanzibar akihusanisha kati ya maandamano na ugaidi, wanaharakati na ugaidi. Alafu siku chache baadaye kasi ya kamata na kubambikizia kesi za ugaidi ikaongezeka sana. Kwa hizi si kesi za kusema DPP alindwe kwa sababu kuna haki anayoipigania kwa maslahi ya nchi, kwa sababu katiba ya nchi ibara ya 59B inatamka masharti kwa DPP pamoja na uhuru wake. Anatakiwa awe na nia njema, asimamie maslahi ya umma na mambo mengine kama hayo. Hizo kesi na kesi zio za ukweli, hizo kesi hazina hivyo vigezo. Tarehe 10 niliwaambia hapa kabla kamata haijaongezeka, nikawaambia hiyo kauli ya Samia Suluhu itasababisha watu wakamatwe na kubambikiwa kesi za ugaidi, na ndicho kilichotokea. Kwa ni mfumo mzima. DPP tunamsema Mwakitalu kwa sababu tu ndio ameshikilia mikoba kwa katiba na sheria ya kupeleka mashauri mahakamani, lakini tunajua kesi zimeanzia kwa polisi kwa maana ya IGP Wambura na timu yake. Kesi zimeanzia kwa ofisi ya DCI, mchunguzi wa makosa ya jinai. Tunafahamu vile vile kwamba kesi nyingine vile vile zina mikono ya idara ya usalama wa taifa katika kuambikizia kesi, wakidhani kwamba kwa kufanya hivyo ndio wanamsaidia Suluhu kupata suluhu, lakini kumbe hizo kesi zinageuka kuwa ni silaha ya mapambano dhidi ya Chadema. Na kama sisi tunashambuliwa, sisi hatuwezi kuacha kuendelea kupambana, kulinda chama, kulinda na watu wetu na kulinda wananchi. Kwa tunaomba Watanzania watuelewe, na kwa mzigo huo wa kesi za ugaidi zilizopo, jamii ya kimataifa isiingie kwenye mtego wa ulaghai kwamba kuna mazungumzo Tanzania, kwamba kuna maridhiano Tanzania. Huwezi kuzungumza, mdomo unazungumza mazungumzo, unazungumza maridhiano, matendo yamefungua silaha ya kesi za ugaidi, weaponization of the court system. Mahakama zinatumika tu kama nyenzo ya kuwashikilia watu kuwapeleka magerezani. Jambo hili halikubaliki ndani ya nchi na halipaswi kukubalika kimataifa. Na Samia wakati anazungumza ametumia nukuu akasema responsibility and prosperity, kwamba prosperity inatanguliwa na responsibility. Kwa hiyo ninataka kusema kwamba responsibility juu ya Tanzania haiko kwa Samia Suluhu Hassan peke yake na serikali haramu, batili, katili iliyoko madarakani. Responsibility ni ya wote, wa Tanzania wote, na responsibility vile vile ni ya jamii ya kimataifa, ambapo Tanzania imesaini mikataba ya kikanda na kimataifa. Kwa hiyo kunahitajika international responsibility. Responsibility ya UN, responsibility ya SADC, responsibility ya African Union, responsibility ya EU, responsibility ya mdau yoyote wa kimataifa ambaye anajua masharti ya kimkataba ya kimataifa ambayo Tanzania imeingia, atimize wajibu kwa kadiri anavyoweza kuutimiza. Ni responsibility vile vile ya ndani. Kwa mwelekeo huo uliotoka mpaka sasa, Samia Suluhu Hassan hawezi kuachiwa kwamba ndio akabeba jambo la mazungumzo ya maridhiano, kwa sababu tayari formula inakosewa,
tayari ameshatamka kwamba kwanza anaendelea kuitambua tume ya Chande. Pili, amesema karibuni atateua wajumbe wa tume ya Jilila, ile tume ya uchunguzi wa jinai, tume ambayo inajengea kwenye ripoti ya Chande ambayo tayari imeshakosewa, tume ambayo inatuhuma ya kwamba inaundwa kutaka kuwalenga watu, kuilenga Chadema, kumlenga Lissu. Sasa yeye amefunga masikio, anaendelea na tume ya Lila. Wakati huo huo anasema amebadili kidogo msimamo, ambalo ni jambo unaweza ukaliona amesogea kidogo kutoka katika kauli aliyoitoa mwezi Aprili, ambapo alikuwa amesema tume zitakuwa 4: tume ya Chande, baada ya hapo tume ya jinai, baada ya hapo tume ya maridhiano, baada ya hapo tume ya katiba. Sasa amesema kwamba kutaundwa tume ya maridhiano itakayohusika na katiba. Kwa ukisikiliza kijuujuu unaweza kudhani sasa mchakato wa katiba unaanza. Lakini haya yanatolewa wakati Lissu yuko gerezani. Na Lissu ni kiunganishi cha Watanzania wengi sana. Haya yanaendelea, Chadema inashambuliwa viongozi wake kwa kesi ya ugaidi, wakati huo kuna mamluki wanatumika dhidi ya Chadema, na mamluki ambao wana ukaribu na watawala. Unaona kabisa kwamba huku wanatangaza amani, huku wanaendelea na vita. Kwa hiyo ni jambo ambayo watu wasome alama za nyakati. Na katika hali hii ni waombe viongozi wa dini wa Tanzania, wako wengi, lakini hasa madhehebu makuu ya nchi yetu, Waislamu kwa Wakristo. Kwanza kile alichokisema Samia Suluhu wakati anapokea ripoti ya Chande mwezi Aprili, kwamba kwa hali iliyotokea mwaka 2025 na hali ya nchi yetu, nchi inahitaji uponyaji, nchi inahitaji maombi ya taifa ya uponyaji, na kanukuu aya za Qurani na Biblia. Lakini toka wakati hakijafanyika, ni wajibu sasa wa viongozi wa dini, Waislamu kwa Wakristo, kukaa pamoja, kwa sababu hawa walioko hawawezi, hawana uwezo huo, hawana uadilifu huo, hawana kukubalika huko. Wakae, watafute namna, tuombe toba ya nchi yetu, tuombe uponyaji wa nchi yetu. Lakini wasiishie tu kuomba, tumuombe Mwenyezi Mungu atende miujiza yake ya haki. Lakini wakati huo viongozi wa dini wana mamlaka, wale wenye kuheshimika, wale wenye kuishi haki na uadilifu, wana mamlaka ya kuwa wapatanishi wa haki wa ndani, wasuluhishi wa haki wa ndani, ili waweze kushirikiana na wapatanishi na wasuluhishi wengine wa kimataifa kutafuta namna ya kutoka kama taifa. Ni vyema tukazisikia sauti za viongozi wa dini, na sio sauti tu za maneno. Ni vyema vile vile tukaona jitihada. Tunawashukuru kwa nyakati mbalimbali, wako ambao wameonyesha jitihada nyingi sana, lakini nawaomba msichoke. Nchi bado inawahitaji. Misimamo yenu dhidi ya batil, ya kutaka haki, inahitajika. Sauti yenu ya kinabii inahitajika. Niwaombe sana viongozi wa dini nao waweze kuendelea kutimiza wajibu walioanza, na wale ambao hawakuanza waanze, kwa sababu jambo hili, mambo haya yanayoendelea sio ya Chadema na CCM pekee. Haya ni mambo ya nchi. Na ukishazungumza mambo ya nchi, viongozi wa dini na viongozi wa kiroho ambao kwa imani zetu tunaona ni wawakilishi wa kazi ya Mungu hapa duniani, wana wajibu na hilo ni ombi kwao. Wafahamu tu kwamba, nimalize kwa ufupi kwenye hili, nilisema juu ya msimamo wa mwenyekiti Tundu Lissu ni ule msimamo wa chama, na sisemi haya kwa kuyasema tu kwa nasibu. Pamoja na kuwa tumezuiwa kumuona gerezani, hatukutoa kauli toka tarehe 30 rais alivyozungumza, kwa sababu rais alitumia maneno akasema, na nukuu alichokisema, kuna mwenzetu mmoja bado anaendelea kutafakari, tunaendelea kupokea misukumo yake, condition zake, matakwa yake. Akaendelea, ndio mambo yanavyoendeshwa katika nchi. Katika hali ya kawaida sisi viongozi wa Chadema tulioko nje tuliona hii kauli haituhusu, kwa sababu hatujawahi kuanza kutafakari, kwa maana kama vile kubadilisha msimamo au nini. Hatujakaa kikao cha chama kutofanya hiki. Kwa rais akusema kitu sahihi, akusema kitu sahihi kabisa kuhusu Chadema. Lakini kwa sababu hakutaja Chadema, akasema labda pengine hiyo tafakari mbadala inamhusu mwenyekiti Tundu Lissu gerezani.
tukafanya utaratibu wa kujua msimamo wa mwenyekiti ni upi kwa siku kadhaa. Tukapata moja, toka azungumze na aliyekuwa rais wa Malawi Chakwera, aliyekuja kwa niaba ya UN. Hakuna msuluhishi au mtu mwingine aliyefanya mazungumzo naye ikiwemo wa serikali. Kwa hiyo hoja ya kutafakari haihusiki kabisa. Hilo la kwanza. La pili, amesema position ya chama ibake pale pale. Na kama nitatumia neno lake, ule moto uendelee. Ule moto uendelee. Kwa hiyo hii ya kutafakari si kweli kwa Chadema wala si kweli kwa mwenyekiti Tundu Lissu. Na niwaombe wa Tanzania mumuombee mwenyekiti Tundu Lissu. Sababu taarifa nilizozipata hapa mwisho ni kwamba hali yake ya kiafya kwa kiwango fulani haiko vizuri. Kwa kawaida alikuwa ana uwezo wa kuzunguka kwenye mazoezi kwa siku, alikuwa anasema kwamba anazunguka raundi 50 kwa mazoezi ya kuzunguka. Lakini sasa anazunguka raundi 20 peke yake kwa sababu ya maumivu makubwa ya nyonga na maeneo mengine ya nchi. Tumwombee mwenyekiti Tundu Lissu, tujitokeze kwa wingi kumuona mahakamani atakapoletwa tarehe 10 mwezi August. Lakini ufumbuzi wa jambo hili ni rahisi sana. Wala hakuna sababu ya kupoteza muda wa mahakama na kupoteza muda wa Watanzania mahakamani. Ni mkurugenzi wa mashtaka tu kufanya kama kile alichokifanya wakati mwaka 2021 mpaka 2022 aliyekuwa mwenyekiti wetu wakati huo mwenyekiti Freeman Mbowe alipobambikiwa kesi ya ugaidi, akawa gerezani kwa miezi. Baadaye ukweli na hekima ikatawala, kesi ikafutwa. Sasa ukweli huo na hekima itamalaki hapa. Tusiendelee kuzungumza chochote bila kwanza kesi ya mwenyekiti Tundu Lissu kufutwa, awe huru. Tukae vikao kama chama, tujipange kwenda mbele. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki sana.